baada kuona wenda wazimu wameanza kuifanya mitandao kama ya kwao, kuanza kupotosha na kuzungumza maneno yasiyokuwa na busara na kuanza kuwatisha wananchi. Wengine wamejifanya wao ni maaskari, wengine wamejifanya wao ni wanajeshi, wakajitokeza wakayazungumza waliyazungumza, lakini kiuhalisia ukweli wote mtakuja kujua hapa. Na tunalipongeza kwanza, kabla sijaendelea, jeshi letu la wananchi limeweza kutoa ufafanuzi mzuri uliotukuka na umezungumza ukweli na uwazi. Nikianza siku ya jana tu, kuna jambo lilijitokeza. Kuna binadamu mmoja aliyeshiba ugali akajitokeza akavaa sare za jeshi, akajifanya yeye ni mwanajeshi, akayazungumza aliyoyazungumza, lakini maneno yale ukiangalia na ukimwangalia mwenyewe ni vitu vya kusikitisha kidogo. Nianzie mbali. Mimi kitaaluma ni mwanahabari. Sasa hivi tu kidogo nimeamua kustaafu. Shanifahamu? Kitaaluma ni mwanahabari, ila nimeamua kustaafu kidogo. Kuna vitu vidogo tu nataka kuvizungumza kwenye ile clip kwanza. Jambo la mwanzo, ile jambo limerekodiwa kanisani. Ile akaunti ni ya kanisa na ile jambo limerekodiwa ndani ya kanisa. Hatujajua lengo ni nini. Shayo na Yona watakuja kuyatafsiri zaidi. Napozungumza wamerekodiwa kanisani, huyu jamaa kwanza jezi aliyovaa ama combat aliyovaa, ukiangalia kiuhalisia ile kofia, tuambie ni la jeshi gani, kwa sababu kila jeshi lina vitengo. Wenyewe wanajua. Sisi tunazungumza kama wananchi na tunatoa maoni yetu. Shanifahamu? Kwa tukiangalia nyuma ya ile video kuna mixer. Mixer mara nyingi inakaa sehemu mbili. Studio kwa ajili ya kuingizia mziki, na jambo la pili inakaa wapi? Kwenye nyumba za ibada. Na tukiangalia sasa hivi katika nyumba za ibada zinazotumia mixer mara nyingi ni makanisani. Na akaunti iliyopandisha ile video ni akaunti moja tu ya Bishop nani anaitwa yule? Pastor Dickson. Pastor Dickson. Ushafahamu? Ndiye aliyepandisha ile video peke yake nchi nzima. Na maana yeye anajua huyu mtu anapatikana wapi, hii video kaipata wapi. Kwa sababu ukiangalia video, watu tulijaribu kuidownload. Tulijaribu kuipandisha kwenye YouTube. Ushafahamu? Lengo tuangalie hii content ni ya nani. Inaonekana yeye ndo mtu wa mwanzo, kwa sababu ukipandisha wewe unapewa details za reuse content. Na maana content ni ya huyo pastor. Anaitwa jina ishanitoka, jina gume. Pastor Dickson. Ushafahamu? Kwa kiuhalisia hili jambo limeandaliwa, haojiwe vizuri Pastor Dickson, kwa sababu kwa staili hii kama tuna uwezo ama kama watu viongozi wa kiimani wenye jukumu la kuwashibisha watu imani kuhusu Mungu wao, kama leo wana uwezo wa kuwavisha waumini wao nguo ama sare za jeshi, hii ni hatari kwenye taifa letu.